Kuelekea kwenye huo mchezo, Manchester City wanatafuta alama 3 kwa sababu ya gap lililopo kati yao na klabu ya Arsenal the Gunners. Hawahitaji kutengeneza gap kubwa kwenye vita yao ya kushindania ubingwa, lakini hofu kubwa imekuwepo kwa mtu ambaye anategemewa au mbeba maono wa klabu ya Manchester City, Erling Haaland. Hofu yake kubwa kidogo imekuwepo kwa sababu hajafunga kwenye open play michezo 5 mfululizo. Ataamka kwenye mchezo dhidi ya Manchester United, ni swali la kujiuliza pia kuhusiana na Erling Haaland, anaamkia kwenye huo mchezo au vinginevyo. Jingine pia la msingi kabisa la kufahamu kuelekea katika huu mchezo ni kwamba Manchester City of course wameboresha squad yao, na Antoine Semenyo mpaka sasa amefunga magoli 2 na kuassist goli 1 toka ajiunge na klabu hii kwenye dirisha hili dogo la usajili, akitokea klabu ya Bournemouth. Amekuwa na mchango mkubwa kwenye kosi ya Manchester City, akicheza mchezo mmoja wa FA Cup pamoja na mchezo mmoja wa ligi soka nchini Uingereza. Kuna shida kidogo na kuna mapambano makubwa ambayo yanaendelea pia yeye pamoja na Jeremy Doku upande ule wa kulia, lakini pia upande wa kushoto kuna mpambano pia unaendelea, na City inaendelea kuboresha squad yake siku hadi siku. Lakini taarifa pia ya siku ya jana ni kwamba Manchester City wamefikia makubaliano na Crystal Palace, dau la takriban pauni milioni 20 pamoja na nyongeza ambayo itafikisha kama pauni milioni 30 kwa ajili ya kumsajili Mark Gay ambaye ni nahodha wa klabu ya Crystal Palace. Muingereza huyu anakwenda kujiunga na Manchester City wakati huu ambao City ina struggle kwenye eneo la mlinzi wakati, lakini Gay hatopatikana katika mchezo huu wa Manchester City dhidi ya Man United. Kwa United kidogo wanapata breathing space, wamekuwa na run mbaya sana. Of course michezo 5 iliyopita ya ligi wamekuwa na run sio nzuri na kuvutia, wana ushindi mmoja, lakini wazaji wao ambao walikuwa wameenda kwenye AFCON kwa maana Amad Diallo ambaye alienda kwenye coast cha Cote d'Ivoire, Ivory Coast, na Bryan Mbeumo ambao alijiunga na Cameroon, wote wamerejea na watakuwa sehemu ya mchezo, na Michael Carrick amethibitisha hilo kwenye mkutano wake na waandishi wa habari. Of course Carrick amedefine malengo yake ni kwamba yeye kama kocha wa Manchester United anatamani kuiona United inamaliza angalau karibu kabisa na nafasi za juu za ligi soka nchini Uingereza ili kuweza kushiriki mashindano ya Ulaya kwa msimu unaofuata. Na ukiangalia pia United wanatamani hivyo kwa sababu msimu huu wamekuwa na run baya sana. Hawana mashindano ya Ulaya, lakini mbali na hivyo wameondolewa kwenye Carabao Cup, wameondolewa pia kwenye FA Cup. Kwa hiyo wanatamani kushiriki kwenye mashindano ya Ulaya kwa maslahi mapana ya klabu ya Manchester United.